Kwenye afya, yes. Kuna watu wengi mmepata misukosuko. Mimi nilipopata msukosuko wa afya ndo nilijua maumivu ya wagonjwa. Sema amen. Ndo nilijua. Nikilijua kwamba Waswahili wana neno wanasema hujafa hujaumbika. Nikaitafuta maana ikanichanganya. Ndio. Hujafa hujaumbika. Sasa ukifa ndo unaumbika nini? Kivipi? Yaani umesha kufa alafu unaumbikaje? Eti. Ila nilichokijua mimi ndio kwamba ukiwa unaishi duniani, yes, pana aina nyingi sana ya elimu. Kabisa. Elimu zingine ni za darasani, ndio, zingine ni za maisha ya kila siku. Amen. Hivi ulivyo wewe, ndio, pengine Mungu amekuleta hapa kwa sababu ya elimu. Yes. Sema amina. Amen. Kwenye maisha ulionayo. Ndio. Lakini nataka encourage, nikutie nguvu. Naam. Kwamba usije ukadhoofika kwa jiografia yoyote. Ndio. Ili mradi Yesu anazungumzwa kila mahali, na wewe hakikisha maisha yako unayakabidhi mbele za Mungu. Watu wengi waliomwamini Mungu huwa hawaadhiriki kama tunavyofikiri. Ukimwamini Mungu na kumpa maisha yako na kuheshimu kanuni zake, nataka nikwambie wewe utakwenda katika mazingira mazuri. Mungu atainua ufahamu wako, utakutana na mitihani, Bwana atakuvusha, na kila mtihani utakuwa ni sehemu ya ushuhuda wa maisha yako. Yaani hautakufa kizembe. Yaani wewe ni steering wa picha tayari. Ukishakuwa na Kristo ni steering wa picha. Sema amina. Ukishakuwa na Yesu ni steering wa nini? Wa picha. Hautadondoka kizembe. Wewe ni steering wa picha. Mwambie jirani yako, wewe ni steering wa picha. Unajua steering wa picha huwa hafi. Sasa wewe ni steering wa picha. Vurugu zinainuka, lakini wanakuona mwishoni unamaliza na picha yako. Vita vinainuka, wanakuona mwishoni unamaliza na picha yako. Nasema mambo yanainuka, magonjwa yanainuka, lakini wanakuona mwishoni unamaliza na picha yako. Mwambie tena jirani yako, wewe ni steering wa picha. Hautakufa. Hautakufa, kwa sababu steering wa picha ya ulimwengu huu bado anaishi na ameketi mkono wa kuume, na wewe uliyemwamini tena uliye ndani yake ni steering wa picha.